to steal this freedom from you. Kuchukua kuiba uhuru ulioko ndani yako. And how does he do this? Na anafanyaje hivi? Through condemnation. Kwa sababu condemnation. It's like when you how do you explain condemnation? Like it's simple. Kama hukumu, kuhukumika. Kama kuhukumiwa. Through condemnation. Kama kuhukumiwa. But Romans 8:1 says. Lakini Warumi 8 anasema. Now therefore. Na kuanzia sasa na kuendelea. There is no condemnation. Hakuna tena kuhukumiwa. For those that are in Christ Jesus. Kwa wale ambao wako ndani ya Kristo. But the devil tries to condemn you of your past life. Lakini adui anashambulia na kurudisha tena nyuma. He makes you look at the way you lived. Na anakuambia utizame jinsi unavyoishi. The things you did. Vile ulivyovitenda. And honestly, it's a battle. Kwa uaminifu inaumiza. You're free. Kwa sababu uko huru. But now you need to live in this freedom. Lakini unaishi tena katika uhuru huu. And yes, sometimes we may stumble. Ndio wakati mwingine tunaanguka. But once we stumble, the devil makes us look at that. Tunapokuwa tunayumbishwa, shetani anasimama tena. And he says, "Hey, you're not free." Anasema kwamba wewe hauko huru. He says there's no way out for you. Hakuna njia ya wewe kutoka. And he begins to build this cage in you. Anatengeneza hii kitu kizito juu yako. But the Bible is clear. Lakini Biblia inasema ukweli. That when you're living in Christ Jesus, kama wewe unaishi ndani ya Kristo, you are free from anything that is keeping you uko down. huru katika chochote kile. And this is what I want to tell you today. Na hii ndio kitu ambacho nakwambia wewe leo. Because my whole life I believe. Katika maisha yangu natambua hii, naamini. Somehow I have to work to it. Wakati nafanya mwenyewe. I have to build some special prayer. Nataka kufanya maombi muhimu. The missionary or some prophet. Kama mshonari au mhudumu needs to come and speak a word over me. Anakuja na kuzungumza kwa habari ya Yesu. For my freedom. Katika uhuru wangu. But the Bible, the living word of God. Lakini Biblia ambayo ni neno linaloishi. Says every word I have spoken. Anasema kwa chochote nitakachotamka. I will do exactly what I tell it to do. Itafanya kile ambacho nimetamka. And the Bible says you are free. Na Biblia inasema wewe uko huru. So now live in this freedom in Christ Jesus. Kwa sababu unahitaji kuishi katika uhuru. Amen. Amen. John 15:5. Katika kitabu cha Yohana 15. It says this. Inasema hivi. It says, yes, I am the vine. Kwamba mimi ni ile waini. And you are the branches. Wewe ni matawi. Those who remain in me. Wale I in them. Na mimi niko ndani yao. Produce much fruit. Watazaa matunda mengi. For apart from me you can do nothing. Kama wewe ufanyi kazi ndani yangu hutafanya chochote. But look what this world makes us think. Angalia hii neno linasema nini? It says, hey, look at yourself. Anasema jitazame mwenyewe. Look what you can do. Tazama utaweza kufanya nini? Look what you can build. Tazama utajenga nini? And the devil brings this concept. Na unajua shetani analeta mawazo mengine from the world into a believer's life. Katika ulimwengu na kuingiza ndani yako. And he makes you believe that you can do it by yourself. Anakuambia, anakupatia ujasiri kwamba unaweza kufanya mwenyewe bila Mungu. Can I give us a reality check? Na mimi nataka nikuambie na ujikague mwenyewe. We're pretty weak. Sisi ni wadhaifu. We're actually without Christ we're hopeless against the bila Kristo sisi si chochote. We have no power. Hatuna nguvu. But it's in Christ Jesus. Lakini ni katika Kristo Yesu. It's because we're under his covering. Kwa sababu sisi tuko katika kufunikwa kwake. Now when the devil speaks something into your life. Na wakati shetani anatamka jambo juu yako. Run to the word of God. Unataka ukimbia kwa neno la Mungu. You say no, devil. Na unasema hapana shetani. Yeah, maybe this was true. Labda hichi ni kweli. But I am a new creation in Christ. Lakini mimi ni chombo kipya katika Kristo. My freedom is not held on to. Uhuru wangu haujaushika wewe. Something that I have done. Kitu ambacho mimi nilikwisha tenda.